Nimesha kutana na wafugaji wengi, kuku wao wakiwa na vidonda kama hivi huwa wanadhani labda wamepigwa na kuku wenzao. Wanajua kwamba hivi ni vidonda baada ya mapigano kwa hawa kuku. Sasa ndugu zangu, hivi sio vidonda vya kupigana, hivi ni vidonda vya ndui. Huu ni ugonjwa, na kama utaendelea kusikilizia vipone, basi utaanza kuazika kuku wako mdogo mdogo. Yani kuku wako wataanza kufa na utakuwa unashangaa, utakuwa uelewi ni ugonjwa gani. Ndui ni ugonjwa wa virusi kama ambavyo yapo magonjwa mengine ya virusi. Kumbuka hata kwenye chanjo waga tunaweka kwanza kuna chanjo ya Malex, kuna chanjo ya Kideli, kuna chanjo ya Gumbolo, pale mwishoni kuna chanjo ya ndui. Ule ugonjwa wa ndui ndio upo hivi. Kuna haka kakuku hapa shambani kamewahi pia kuumwa huu ugonjwa wa ndui, tulimtibia vizuri kabisa na alipona. Dalili ya mwanzo kabisa ni kuku kuzubaa, japo dalili yake kubwa ambayo unaweza ukaiona kwa hawa kuku ni kupata vidonda. Na hii hapa ndio tiba ambayo tunakwenda kuwatibia hawa kuku wetu. Nataka nikuelekeze hatua kwa hatua namna ambavyo tutamtibia kuku mwenye ndui kama hivi ambavyo unamuona. Alafu pia hii tiba hata kwa kuku ambaye amepata mafua, amevimba jicho kama hivi, unamtibia. Niwakumbushe tu sisi KingoFarm tuna vitabu ambavyo vitakusaidia wewe kwenye ufugaji. Kwa mfano kuna kitabu hicho cha ufugaji wa broiler, hicho kitakusaidia kwa ajili ya kuwalea broiler tokea siku ya kwanza mpaka siku ya 24 unamuuza sokoni. Kuna safari ya ufugaji, kina hatua za kuwalea, chanjo za asili, chanjo za dukani, lakini pia na jinsi ya kutengeneza chakula ili kuweza kupunguza gharama kwa kuku. Kinatumika sana kwa kuku chotara na kuku wa mayai. Kwa wewe ambaye unataka kutengeneza tiba zako wewe mwenyewe, tiba ya ugonjwa wote ule, hadi tiba ya ndui, hii tumeiandika kwenye hiki kitabu cha tiba za asili. Ukiwa nacho kuku wako akiumwa tu, unaenda kwenye kitabu, unasoma, unaangalia tiba gani ambayo inafaa, basi unawatengenezea kuku wako. Na ni tiba za gharama nafuu kama vile vitunguu saumu, tangawizi, vitu ambavyo vinapatikana mahali popote pale. Kwa mfugaji wa kuku wa kienyeji, hichi kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji kinakupa mwongozo safi kabisa wa kuwalea kuku wa kienyeji tokea wakiwa vifaranga wadogo mpaka wakubwa, na jinsi ya kuwafanya ili waweze kuzaliana sana. Kanuni za chakula zitakazofanya kuku wako watage sana zipo kwenye hicho kitabu. Mwongozo maalum wa ufugaji kwa tiba za asili. Humu kuna booster za kuwafanya kuku wanenepe, kuwafanya kuku watage vizuri, zipo kwenye hichi kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa tiba za asili. Ni kitabu kizuri sana. Kama unafuga jogoo unataka wanenepe wauze, basi hichi kitabu pia kitakufaa. Vitabu vyetu gharama yake ni shilingi 10,000 kitabu kimoja, na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia ukitaka kujiunga na kundi letu la WhatsApp, gharama yake ni shilingi 8,000. Hiyo ni ada ya muda wa miezi miwili. Ukilipia hiyo shilingi 8,000 utakaa kwenye hilo kundi kwa muda wa miezi miwili. Utajifunza vitu vingi sana kama jinsi ya kupokea vifaranga, jinsi ya kuwalea, lakini pia ukiwa na shida na maswali utakuwa unaweza ukauliza. Na kitu kizuri zaidi, utakutana na wafugaji wengi sana kwenye ile kundi. Zaidi ya wafugaji 400 utakutana nao, changamoto ambazo wanazipata wao, na wewe pia utakuwa unaona mafanikio, jinsi ambavyo wamefanikiwa kutibu magonjwa utayapata. Sasa turudi kwa huyu kuku. Hapa bwana, utachukua jiki, utaweka kidogo tu. Hii ni jiki. Wale ambao hamjui jiki, nadhani huwa zinapatikana na kazi yake kubwa ni kuondoa madoa. Sasa tutatumia hichi kitambaa, au kama una pamba utatumia kwa ajili ya kusafisha hizo sehemu zenye vidonda, kama ambavyo unaona sisi tunasafisha hilo eneo. Unapokuwa unamsafisha kuku, inatakiwa uhakikishe kabisa kwamba hiyo jiki haingii mdomoni, yani inaishia kusafisha humo kwenye vidonda. Kwa hiyo kama unavyoona sisi pia tulikuwa tunamsugua humo kwenye vidonda. Nadhani kale kakuku ambako nilikuonyesha tulitumia limau kwa ajili ya kusafisha humo kwenye vidonda. Kitu kingine mbadala, kama umekosa jiki kusafisha kwenye hivyo vidonda, pia unaweza ukatumia, kuna sabuni moja inaitwa shampoo ambayo pia huaga tunatumia. Kwa hiyo utasugua vizuri kabisa humo kwenye hivyo vidonda. Tumia nguvu. Hii jiki inaenda kuua wale virusi au zile contamination ambazo zinasababisha hicho kidonda kiendelee kutanuka. Kwa hiyo hapo tulisugua. Huku tukiendelea na hii tiba yetu, niwakumbushe tu
kama unapitia magumu sana kwenye ufugaji, kwa mfano hapo huo upande wa kushoto unaweza ukaona huyu mfugaji ambaye anazika sana 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 hawa kuku wake kutokana na magonjwa ambayo yameingia shambani kwake. Kwa amejiunga na kundi letu, na hapo tunampa maelekezo kitu cha kufanya. Hata kama kuna muda mwingine unajua kuku wanaweza wakawa na kufa shambani kwako, ukawa huoni dalili yoyote, yani kuku hawana mafua, kuku hawana miharo na chochote kile. Tuje kwenye hatua ya pili. Baada ya kupaka jiki kwenye hivyo vidonda, tunakuja unachukua kijani cha aloe vera kama hicho, unakipasua katikati kama hivyo, unaanza kupaka. Hiyo sio kwamba unaoshea, unakuwa unapaka ule uteute wa hilo wa aloe vera, ile jeli ya mle ndani ile pale paka maeneo yote, usipake tu kwenye vidonda, kwa sababu vidonda huwa vinatokea hizi sehemu zote za kichwa cha huyo kuku, utakuta na humo na vidonda. Kwa hiyo unakuwa unapaka kama hivyo ambavyo sisi tunafanya kwa huyu kuku. Na nikwambie tu, hii tiba unaweza ukamfanyia hivi kuku mara moja na akapona vizuri kabisa, akawa amepona vizuri kabisa. Kwa mfano kuku ambaye nimekwambia hapa, sisi huaga tunawatibu, huaga tunafanyaga hivi mara moja. Ikitokea kuku amepata ndui, basi mara moja tu anakaa sawa. Sasa tuje kwenye mchanganyo wa kwenye maji. Kwanza baada ya kumfanyia hivi kuku utaanza kupata matumaini, utakuta kuku anachangamka, na huu mchanganyo ndio ambao tunakwenda kuwawekea kwenye maji. Utachukua aloe vera majani 3, utachukua kitunguu saumu 1, tangawizi 1, kisha utaviblend vizuri kabisa kwenye blender yako, au unaweza kama una sehemu ya kublend, unaweza ukatumia kinu kwa ajili ya kutwanga huo mchanganyo wako vizuri kabisa. Hakikisha umeblend vizuri, kisha unaenda kuchanganyia kwenye maji lita 10. Basi utawapa maji hayo, watakuwa wanakunywa. Kama hawawezi kunywa, basi kitu ambacho utakifanya ni kuwanywesha hao kuku wako. Na hii dozi ya kwenye maji utawapatia siku 3 mfululizo. Kwa hiyo maji yakiisha tu unaweka tena huu mchanganyo, yani siku 3 mfululizo, muda wote unawapa. Na hivi vidonda utawasugua kila siku asubuhi. Kila siku asubuhi ukiamka, kitu cha kwanza unawasugua ndani ya hizi siku 3. Asanteni.